Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena siku njema ya leo samedi le 7 mars 2025 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari mbichi ambazo tumewaletea leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita, tuambie ni kipi kinachoendelea kuanzia asubuhi ya leo mpaka mchana huu wa leo samedi kabisa. Kwenye ligne de front ni vipi, hayo yote mtayafahamu. Tutawapeleka wapi? Katika eneo ya Mushaki FARDC ilibombarde eneo ile. Ma defense za AFC M23 pale Mushaki mo 20 km na mji wa Goma. AFC M23 balipiga sana. Tutawapeleka Masisi katika eneo ya Buabo na Ndete kwenye FARDC na wazalendo walirekipere, hapana haiko kurekipere, wali okipete na eneo ya Ndete na Buabo apres AFC M23 kujiretire pale. Tutawambia kuhusu mapigano ambayo ni makali katika maeneo ya Fizi kule mo plateau de Fizi, maeneo ya Minembwe pale Minembwe tena FARDC na wazalendo walilanse offensive. Mapigano ni makali. Tutawapeleka pia Rubaya kwenye tena mporomoko wa ardhi uliua watu wengi siku ya leo mo site miniere ya Kakombe pale katika mungini wa Rubaya. Kama kawaida tumewaletea habari mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzipata habari zetu. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi mkigusa kwenye link yenye iko mu description. Gusa pale kwenye titre, pale chini ya titre mu description kuna link yetu, guse kwenye link hiyo ukijiunga. Bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi za siku ya leo tutazianzia Mushaki mo 20 km na mji wa Goma kwenye FARDC na wazalendo, plutôt si wazalendo, FARDC ilifanya maataki kabisa katika eneo ile. Mushaki pardon iko mo 20 km, Mushaki iko mo 30 quelques km na mji wa Goma. Mushaki ni eneo ambayo inamilikiwa na AFC M23 kuanzia miezi ya zamani, donc wanamaliza pale ni miaka 2 je pense, wanamaliza pale miaka 2 na AFC M23 katika eneo ya Mushaki washaka jinstale kabisa, washaka jinstale. Ni eneo ambayo haiko mbali na Rubaya na pia na maeneo ya Kirolirwe na wapi na Goma. Goma ni 30 quelques kilomètres ukitoka pale Mushaki. Hapo Mushaki sasa asubuhi ya leo mapema 5h du matin, unasikia deja ilikuwa asubuhi saa 11, FARDC ililanse atake kabisa katika mungini wa Mushaki, ikatumikisha madrone. Donc ni kama ginsi walifrapake Rubaya, jo ginsi walifrape wapi eneo ya Mushaki. Mapigano plutôt mabombe yalisikika pale saa 11 asubuhi mapema. FARDC ilitumikisha ndege za kivita drone ikabombarde waasi wa AFC M23 mo maposition yao pale Mushaki kuanzia saa 11 asubuhi kufika saa 12 zilikuwa mabombe tu. Donc saa yote iliisha na FARDC iko na bombardier waasi wa AFC M23 katika eneo ya Mushaki, na pale hatujajua kabisa matokeo ya bombardement ile ni gani. Donc hatutajua waliojeruhiwa kama kuna wengine hata ambao walipoteza maisha yao, hatujajua kabisa. Me pale Mushaki FARDC ilitumikisha ndege ikabombardi wanajeshi wa AFC M23 mu position yao. Matokeo tutakuja kuyafahamu baada ya muda. Donc
resulta kabisa za bombardement ile pale Mushaki tutazifahamu hapo. Na kitu ambacho mnapaswa kukifahamu, anayeitwa Baudouin, Colonel Baudouin wa AFC M23, yeye anakuwaka pale Mushaki. Donc pale njo kwenye kuko makao yake makuu ya nani, ya Colonel Baudouin, na walibombarde kabisa ma defense tofauti za AFC M23. Donc AFC M23 pale kabisa wanaweza kuwa walipigwa sana. Matokeo tutafahamu apres, na tutakuja kuambia kabisa resulta za ile bombardement. Me pale Mushaki AFC M23 walibombarde sana. Tunaendelea na habari zetu katika maeneo ya Masisi, eneo tuzoro zinazokuwa karibu na maeneo hayo, si karibu sana, me zote ziko Masisi. Eneo ya Buabo na Ndete, wazalendo walikamata apres kujiondoa kwa AFC M23 katika maeneo hayo. Waasi wa AFC M23 waliondoka kabisa bila mapigano kutoka vijiji vya Buabo na Ndete. Ni vijiji vinavyopatikana mo Oso Banyungu, ni sekteri ya Oso Banyungu pale ni mo Masisi. Kulingana na vyanzo vya ndani, kutokuwepo kwa waasi huo kulibainika mapema siku ya juzi. Nadhani kwamba waliozifuata habari za jana tuliwaambiaka kuhusu hayo. Ni maeneo hayo mawili kabisa yanayopatikana pia msekteri ya Katoi kwenye wale wanajeshi wa AFC M23 walijiondoa. Ni baada ya siku kadhaa kabisa kukiripotiwa mapigano makali kati ya waasi hao na wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo. Hakuna taarifa kabisa kwa sasa kuhusu mahali walipo waasi hao baada ya kujiondoa katika maeneo hayo. Vyanzo vya usalama pia vinadhibitisha kujiondoa huku, vikionyesha ya kwamba ni kufuatia kabisa shinikizo ama mapigano ambayo yalikuwa yakifanywa na FARDC na wazalendo zidi ya wanajeshi wa AFC M23. Na kufuatia kujiondoa kwa AFC M23 katika maeneo hayo, wazalendo waliteka tena vijiji hivyo vya Buabo na Ndete, wakiwa wametokea maeneo tofauti karibu na pale. Sababu halisi za kujiondoa huko kwa waasi wa AFC M23 bado hazijajulikana. Mpaka sasa kabisa hatujajua ni kwa nini waasi wa AFC M23 walijiondoa katika maeneo hayo. Ni Masisi kwenye hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya. Donc ni tete sana kutokana na mapigano makali yanayoendelea kati ya pande mbili. Tukiendelea na habari zetu, tuwapeleke wapi? Minembwe siku ya leo FARDC pamoja na wazalendo walilanse atake kuanzia tena Kakenke paka Minembwe centre. Mapigano ni makali leo kabisa. Mapigano ni hatari, ni kivumbi na jasho kabisa siku ya leo. FARDC na wazalendo pale Minembwe centre na Kakenke tena walilanse atake. Kuko natumikishwa artillerie, kuko natumikishwa madrone pale kwenye ardhi. Wanajeshi wako mo offensive. Ninaombiaka kwamba leo hii kabisa Minembwe FARDC waishaanzisha vita kule ili warekipere eneo ya Minembwe. Donc FARDC wanapiganaka kule Minembwe leo wakiwa wanataka kurekipere, haiko ile kushambulia tu ya kutaka huenda kuchokoza wasikie kabisa adui pale iko na nguvu gani. Hapana, wanakuwa kan offensive depuis semaine, depuis kuanzia dimanche wanafanyaka kabisa offensive pale. Mwezi wa pili hata wa kwanza, mnakumbuka walikuwaka movita kule me wakibombarde wapi Minembwe bila kulanse offensive. Leo sasa mambo yashakageuka, wanakuwaka muatake kabisa pale. Sasa mapigano yalianza siku ya leo, yakaanza asubuhi ya leo mapema. Ilikuwa saa 12 asubuhi. Saa 12 asubuhi eneo ya Kakenke iliamka kabisa kwa milipuko mikubwa ya silaha nzito na nyepesi. Vile vile na Minembwe centre madrone pamoja na artillerie zilianza kubombardi
eneo hizo. Mapigano yaliendelea yakaendelea kukua ya kudumu mpaka mchana wa leo kabisa. Mapigano yanaendelea kuripotiwa katika eneo hizo, na waasi wa AFC M23 pamoja na Twirwaneho nao wako napigana na jeshi la Kongo ili kuona kwamba wanaweza wakarepuse FARDC na wazalendo ambao walilanse offensive pale wakiwa wanataka kusonga mbele warekipere eneo ya Minembwe. Donc mapigano ni makali katika mwingine wa Minembwe na Kakenke. Matokeo tutakuja kuyafahamu apres. Donc apres kupigana ndipo tutajua kabisa matokeo. Mapigano yanaendelea mpaka mchana wa leo, ni kivumbi na jasho kule. AFC M23 na wazalendo pamoja na FARDC wako napigana kabisa hatari. Tunaendelea na habari zetu, taarifa zetu mbichi. Tuwapeleke katika Tanzania siku ya leo le 7 Mars, presida wa Rwanda pamoja na presida wa Kongo watakutania katika mji wa Arusha kule Tanzania. Siku ya leo kuko reunion ya EAC. Siku ya leo kuko reunion ya EAC, viongozi tofauti kabisa wa nchi zinazofanya ile community ya EAC watakutania kule Arusha, na habari tunazo ni kwamba President Felix Tshisekedi atakuwa presida kule na President Paul Kagame na wengine viongozi tofauti. Kukutania huko wataongelea mambo tofauti na kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo. Wakati watakuwa presida kule viongozi wawili ambao kabisa wote wanahusika na mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, huenda wanaweza tena wakaongelea kuhusu tatizo hiyo na kufikia kupata solution. Tutakuja kufahamu mengi wakati reunion ile itakuwa, na tutajua ni kipi watakacho kiongelea kule apres kukutania kwao katika maeneo yale katika mji wa Arusha, na ikawezekana kabisa ikakuwa bien, wanaweza kabisa wakatatua matatizo na mgogoro unayoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Ndugu zangu, vita hivi ni vya zamani, vimedumu sana 30 mapigano wakiendelea kabisa kusambuliana hapa na pale. Ndugu zangu, amani inahitajika kabisa kule. Huenda wanaweza wakaongelea mambo tofauti kuhusu hali ya kiusalama, nako wanakiongelea, wanatafuta solution, maybe kabisa mambo yanaweza yakakuwa mazuri. Watakutania kule na hapo basi mengine watakayo yaongelea tutayafahamu wakati eneo ile itafanyika. Ndugu zangu, tumewaletea habari mingi siku ya leo kabisa. Tunazo habari mingi. Taarifa zetu tuwapeleke wapi? Rwanda, departement ya Amerika ilitangaza kwamba inaandaa tena vikwazo vikali zidi ya wengine viongozi tofauti wa wanajeshi wa Rwanda. Majenerali wengine wa Rwanda tena watapewa vikwazo, sanction. Amerika kabisa inaendelea kuzipana zidi ya wanajeshi wa Rwanda pamoja na jeshi la Rwanda wote kwa ujumla. Hivi juzi c'était mercredi, mnakumbuka, kuna vikwazo vikali ambavyo Etats-Unis d'Amerique ilivipanaka zidi ya Rwanda pamoja na RDF, jeshi la Rwanda, na wale wanajeshi tofauti wa Rwanda, viongozi tofauti, majenerali tofauti, mkiwemo anayeitwa Mubaraka. Mnajua ya kwamba vikwazo hivyo vilikuwa vikali. Leo sasa departement ya Etats-Unis d'Amerique ilisema kwamba itapana tena vikwazo vikali kwa wengine wanajeshi wa Rwanda, majenerali wengine wa Rwanda nao watapewa vikwazo. Kinachoacha Amerika inaendelea kupana vikwazo ni kuhusu kukiuka usitishaji vita mashariki mwa nchi ya Kongo, na kitu kingine ni kuendelea kukiuka kabisa makubaliano ya amani ambayo walishaka ya sign na gouvernement ya Kongo.
kupitia diplomasi Kongo kabisa inaendelea kutaka vikwazo vingine hata vikali sana dhidi ya Rwanda. Etats-Unis d'Amerique ilitangaza kwamba inaviandaa tena vingine vikwazo hatari dhidi ya wanajeshi majenerali wa Rwanda. Vikwazo hivyo tutakuja kuviwaambia wakati Etats-Unis d'Amerique itavitangaza. Donc tutawaambia kabisa vikwazo hivyo ni vikwazo vya aina gani. Ndugu zangu, kabla ya kumaliza habari zetu tuwapeleke katika maeneo ya Kibanda Mangobo. Kibanda Mangobo pale ni maeneo ya Masisi. Hapo nako siku ya jana kuliripotiwa mapigano. Bombardement zilisikika pale grave. Donc drone zilibombarde pale grave sana. Maartillerie zikatumika kazi katika eneo ile. Ndege za kivita ambazo zilibombarde pale zilifrappe AFC M23 avec précision. AFC M23 katika ma defense zao tofauti pale Kibanda Mangobo walipigwa, na tuko napata matokeo ya kwamba kuna wanajeshi 18 wa AFC M23 ambao walipoteza maisha yao, wengine wakajeruhiwa sana pale Kibanda Mangobo kabisa, walipigwa. Ni siku ya jana. Mapigano hayo ya jana yalianzishwa na FARDC wakati ndege za kivita zilianza kusikika katika eneo ya Kibanda Mangobo. Ilikuwa saa za mchana, na wakati walibombardi pale kabisa mambo yakaribika, wakaji wakaanza kukimbia kutokana na mapigano makali ambayo yalikuwa yameanza pale, na walipigwa sana wasi wa AFC M23 katika eneo ile. Hizo ndizo habari ambazo tulizipata kabisa siku ya leo. Donc hizo ndizo habari ambazo tulikuwa tumewaletea siku ya leo, na tunaweza tukasoma maoni yenu. Donc tunaweza tukasoma kabisa commentaire zenu, tuwajibu wale wanao tuandikia kabisa kupitia commentaire. Anayeitwa Gabriel Kasongo, jambo mzee Pauma, jambo ndugu, vipi? Amani Msagalusa, ndugu yangu nakupata kabisa. Aliandika Bahati Lukwebo Wangaliki Maraba, aliona nini njoo aseme, panasemaka aseme dhamiri njoo mutu. Ndiyo kabisa, ile njoo realite. Muyumba alisema merci. Like Birambano alisema nice, asante. Celeste Kayomba alisema bonsoir, merci pour les infos. Merci aussi Kayembe Shikamo, tunakufuata kutoka Bukavu. Wanaonifuata kabisa wengi sana pale Bukavu, na wasalimia, najua ya kwamba ni wengi kabisa. Anayeitwa Furaha Masudi alisema hivi gouvernement inafanyaka hesabu gani? Ndege za vita ziko wapi? Na bachungake na banachungaka tu bashambuliwe hivi. Uvira piko kimya, banachunga moto ya M23 hivi kenjo bapigane. Bon, ile kabisa ni swali ambayo siwezi nikaijibu kutokana na jinsi kabisa uwezi ukajua mpango wa FARDC. Adolphe Kim alisema tunafuata 5/5. Ni Bahati Lukwebo, na shukuru, merci beaucoup. Ndombe Belge anasema shukrani tena kwa taarifa za mchana papa mtangazaji. Ule Bahati Lukwebo iko na miaka mingi, iko natumika mu gouvernement na banafanyaka ataki tumoya, hakuna tabenye aneza ongea mbele ya batu, na wafuata 5/5 kutoka Kolwezi. Merci. Edouard Kabouli na alisema Bahati Lukwebo va partir à bientôt, la RDC n'a plus besoin de lui. Nous sommes désolés à travers ces propos kabilistes et M23 qui joue des Congolais. Edouard Kabouli Katanga depuis la ville de Moba. 5/5 que nous sommes ensemble. Merci beaucoup mes frères wa pale Moba na wengine wote, na washukuru. Tupatane basi ndani ya habari zingine zifuatazo za mchana wa leo. Asante, Mungu awalinde, tukuje tena kupatana. Merci beaucoup.